Tume ya kwanza kama ilivyosemwa hapa ilipewa jukumu la kufanya tathmini ya kina kuhusu mgogoro wa ardhi katika wilaya ya Ngorongoro, na tume ya pili ilipewa jukumu la kufanya utafiti wa kina wa utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka ndani ya eneo la Ngorongoro kwenda katika maeneo mengine ya makazi. Ndugu zangu wa Tanzania, mtakumbuka kuwa miaka ya nyuma kulikuwa na taarifa nyingi katika social media au katika mitandao, lakini hata mashtaka katika taasisi mbalimbali za kimataifa. Lakini lile pamoja na malalamiko ya wakazi wa Ngorongoro ya ndani yalinifanya mwezi Disemba mwaka 2024 nitafute nafasi ya kukutana na viongozi wa kimila wa kabila la Wamasai na wazee wa jamii ya Ngorongoro na kuzungumzia kadhia hii kama ilivyokuwa imesambaa. Tulisikiliza changamoto zao kuhusu masuala ya ardhi na utekelezaji wa zoezi la uhamaji wa hiari kutoka Ngorongoro kwenda maeneo yaliyoteuliwa. Kwa kiasi kikubwa, changamoto zao zilihusu matumizi ya ardhi, uhifadhi wa mazingira, pamoja na utekelezaji wa zoezi la uhamaji kwa hiari lililoanzishwa na serikali. Zoezi hilo lililenga kutoa fursa kwa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro waliokuwa tayari kuhama kwa kuwapatia maeneo mbadala kwa ajili ya makazi na kufanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi. Kutokana na changamoto hizo, serikali iliona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili, na baada ya kuwasikiliza wenyewe wakazi wa Ngorongoro, tukaona umuhimu wa kuunda tume hizi mbili kwa lengo la kufanya tathmini kama tulivyosema, lakini tathmini ya kina na shirikishi, na ndio maana wenyeji wa Ngorongoro walikuwemo kwenye tume hizi, na hata wataalamu wa maeneo mbalimbali tuliwaweka kwenye tume hizi ili kubaini hali halisi ilivyo na kupata mwelekeo wa suluhisho la kudumu kwa changamoto hizo. Na kwa bahati nzuri leo tumesikia taarifa zao, mapendekezo yao, lakini tumeona hali halisi kwenye klipu hapa iliyochezeshwa na wote tumeona. Lakini serikali imechukua hatua hizo pamoja na changamoto zilizojitokeza kwa sababu zifuatazo. Kwanza, Ngorongoro ni urithi wa dunia, sio tu wa Tanzania, lakini ni urithi wa dunia na uko kwenye vitabu vya dunia chini ya shirika la UNESCO. Kwa ni lazima sisi ambao tumeshushiwa Ngorongoro na Mwenyezi Mungu tulinde urithi huu wa dunia. Ni eneo pekee ambalo lina ukubwa au kina cha mita 600 kwenda chini, na ikazuka hiyo crater kwa miujiza ya Mungu, na leo mambo yale yapo Tanzania, lakini si tu matokeo yale na utajiri uliomo kwenye eneo lile. Lakini vile vile ni eneo ambalo bayanuai yake ni nzuri na haina ushindani duniani. Kuna wanyama wa aina zote, wanaokula majani na wanaokula wenzao, na kwa bahati mbaya wanakula hata watu. Tumeona kwenye filamu iliyoonyeshwa hapa. Lakini kuna wanyama wanaokula majani, tuna ndege wazuri tumewaona hapa, flamingo. Kuna vivutio vingi ambavyo si rahisi kuvikuta kwengine duniani kwenye bonde moja, si rahisi. Lakini jengine ni kwamba kuna ushahidi wa uwepo wa historia ya mwanadamu miaka milioni 3 iliyopita. Ushahidi uko pale maeneo ya Odupai, lakini pia Laetoli. Ni eneo muhimu la kuhifadhiwa kwa faida ya taifa letu, lakini pia kwa faida ya dunia. Ushahidi uko pale, wanasayansi wamefanya utafiti wao miaka kadhaa na mambo yote yako pale. Lakini pia Ngorongoro ni eneo lenye misitu ya aina nyingi. Hata tulivyoona tu kwenye ile filamu, ukiangalia tu unafurahi moyo wako msitu ulivyotanda Ngorongoro. Kuna savana, kuna woodlands, kuna maeneo ya misitu mingine, lakini pia
kuna maeneo ya volkano ambazo nyingine zinaaminika bado ziko hai pale Mpakai na Olmote. Kwa hiyo ni eneo la kuhifadhiwa, ni eneo la kunyenyekewa kwa faida ya taifa, lakini kwa faida pia ya ulimwengu au dunia yetu. Ngorongoro ni eneo la kufanyia ibada na tamaduni za wenyeji wetu. Ina maana kuna watu wako Ngorongoro. Kwa hiyo watu pia ni asset. Tuna asset ya Ngorongoro kama creator fiziki yenyewe ya Ngorongoro, lakini pia watu waliomo mle na wenyewe ni asset yetu ambayo ina manufaa kwa taifa letu. Ni eneo la utalii wa shughuli nyingi. Pale kuna utalii wa game drive, kuna utalii wa kutembea kwa miguu, kuna utalii wa kuangalia ndege na kupiga picha, kuna utalii wa aina tofauti tofauti ndani ya eneo moja. Sasa kutokana na umuhimu wa eneo hilo, kuna mchanganyiko wa shughuli za watu, binadamu ambao ni aseti yetu na mifugo yao, lakini pia ule urithi wa ulimwengu ndani ya eneo lile. Sasa kwenye filamu wamesema tuko kwenye crossroad. Tufanyeje? Watu ni wetu, ni aseti yetu na mifugo tunawahitaji. Ngorongoro tunaihitaji. Tufanyeje? Kamati hizi zimetoa mapendekezo ambayo kama serikali tutakwenda kuyafanyia kazi. Kwa ujumla, nitumie nafasi hii pia kuwapongeza wenyeviti na sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotion wana print t-shirts na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.